nafasi ya kufanya mambo ingine, ya kutafuta mali, kwa sababu hutaki ukufe maskini. Na pia njia ya savings, wizara yangu, lengo objective ya wizara yangu ni kuona ya kwamba Kenyans save, because you must ride on your savings. So we must develop a culture of savings. So I go around telling people, hata kama unapata 1,000 leo, weka shilingi 100 kwa shirikiana saving. Weka shilingi 200, usikule yote, kwa sababu you don't know how the future is. You are securing the future. Utafika wakati uko mzee, uwezi kufanya mambo yako mengine, uwezi kutafuta pesa, uwezi kwenda kulimia mtu. Sasa unaishi kwa mambo ya savings ambayo wewe mwenyewe umeweka. So hiyo ndio culture. Nimekuambia kule Mexico, kule Canada, cooperative sako ya watu 1,000,000. Na hiyo sako ina own everything. Supermarket, ukienda kwa supermarket ni jina ya hiyo sako, kwa sababu watu wengi wamekuja pamoja. Ndio kwa sababu nilisema sisi tukiwa watu 1,100, 1,100, kila mtu akisave shilingi 100, hiyo ni shilingi 10,000,010 kila siku. Kwa mwezi mmoja mko na 1,300,000. Mnaweza kufanya jambo lolote. Mnaweza kujenga ma-industries hivi. Wewe umeweka tu 10, 100, umeweka hata 1,000 peke yake, lakini you own industries from your small contribution. Mwisho yake utapata dividend kidogo. Kila Desemba unapata dividend. Na hiyo ndio njia ya kujenga uchumi wako binafsi na uchumi wa nchi. Kwa sababu mkifanya hivyo, mfanye industries, ndio watoto wenu wataandikwa, watoto wenu watapata kazi, na pia wataingia shirikiana na wataendesha shirikiana mbele. Hiyo ndio lengo langu. Niko hapa siku ya leo kumaliza Vihiga, na kesho afternoon niko kule Mbale kumaliza Hamisi, na kule Sabatia, wale wa Sabatia tuongee nao. Wiki ijayo niko Busia, alafu niingie Bungoma nimalizie Kakamega, kwa sababu in a cooperative movement what is important is education of members. Ujue right yako. Ukisevu pesa hapa, that's why we are taking our time. Tungechukua technology, tungeanza haraka haraka, lakini tukasema paka tuwe na technology kutoka Safaricom. Nafikiria Safaricom wamekuwa hapa, watu wa insurance wako hapa, na wamemweleza vile tutafanya mambo ya insurance. Mambo ya bank, cooperative bank ndio sasa ina mob hii pesa, kumake sure pesa ziko secure katika bank. Ukilipa pesa yako straight kwa M-Pesa, straight kwa bank account. Na tumeweka the Ngao people because they are trained for mobilization. Kupitia kwa county commissioners, tunataka wakiwa na meeting yoyote waambie mambo ya umuhimu wa kuingia shirikiana, umuhimu wa kupanda kahawa. Kahawa yote all payments sikianza next year, kwa sababu wale walipanda next year wanaanza harvesting. Wakianza harvesting, hiyo pesa yote itapitia katika shirikiana. Ukiwa na kahawa yako na umepanda, na wewe umemba shirikiana, unaenda tu kwa shirikiana unachukua pesa, kwa sababu si kahawa yako iko hapo, na kahawa hiyo ukivuna itapitia kwa shirikiana. So wakati wote uko na njia ya kuwa na pesa kwa mfuko. Mnaona? Mmesikia mambo ile nimesema?
Hapana kukaa tu sasa ujui kesho yake sina kitu kwa mfuko nitapataje pesa. Lakini unakaa pale ukiwa member una apply, tutakuwa na hiyo product katika shirikiano. Kahawa yako uko registered ni eka ngapi, you expect to harvest how many kilos, enda kwa Cherry Advance Fund, kama umeexhaust hiyo kuja kwa shirikiano, chukua shilingi 2,000 shilingi 3,000. Ukienda kwa supermarket kufanya shopping, unaangalia una pesa kwa mfuko, unaangalia mtandao yako, shirikiano iko na balance gani,